Thank you Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu asubuhi ya leo kwa ajili ya neema na rehema zake. Kwa hivyo kwa wakati huu karibuni sana katika neno la Bwana ili tukaweze kubarikiwa na neno la Bwana, naye Mungu wa amani atazidi kutenda mema. Kwa hivyo leo tunataka kuongea ama kunena, soma neno la Mungu kuhusu kuomba. Kama wakati tunapoomba huwa tunasaidiwa na Roho wa Mungu. Kwa mtu yeye peke yake hauwezi ukaweza neno lolote pasipo kuongozwa na Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri kuongozwa na Roho wa Mungu ili unapoomba ukaombe sawa sawa na jinsi unavyoongozwa na Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati tuacha tuombe alafu tuingie katika neno. Baba mbinguni, nakushukuru kwa ajili ya neno lako na kwa ajili ya asubuhi ya leo. Umetujalia neema na rehema. Tunaomba neema yako ikaweze kuwa juu yetu, na sifa zote na heshima zikurudie ukiwa mbinguni. Roho wako mtusaidizi akatusaidie ili lolote tutakalo liotenda, yote tutakayofanya Baba katika kusoma neno lako, Roho wako akaweze kuwa msaidizi, nasi tukushukuru na kulinua jina lako. Utawale Baba, ukadhirike, ukatende makuu na maajabu, nasi tukushukuru na kulitukuza jina lako, na nikupitia jina la mwana wako Yesu Kristo tunaomba kushukuru pamoja na kuamini. Amen. Warumi, Romans 8 kuanzia mstari wake wa 26. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo ajua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndilo neno la Bwana. Maandiko yanasema atujui kama katika udhaifu wetu Roho wa Mungu anatusaidia kwa kuomba na kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Roho kazi yake ni kutusaidia katika udhaifu wetu. Ndiposa Yesu alipoondoka hapa duniani aliwaambia, msiende, kaeni pamoja mpaka nitakapowatumia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Yesu akajua wanafunzi wake wakienda pasipo kuongozwa na Roho hawataweza. Wakati Yesu alipokuwa duniani alikuwa akiongoza wanafunzi wake, maana alikuwa hapa, lakini alipoondoka akatuachia Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika udhaifu wetu, mwili uko na udhaifu, wanadamu wako na udhaifu, lakini katika huo udhaifu unapaswa kumhusisha Roho akusaidie. Unajua wakati mtu anapohitaji kusaidiwa ni kusema ako na udhaifu fulani. Wakati nikitaka kubeba hii stand, nisipoitana, nisipoomba msaada,
yake atajua ya kwamba huyu anaweza kubeba ama sio. Lakini wakati anapoitana ni kumaanisha anahitaji msaada. Bwana Yesu asifiwe. Maana ako na udhaifu, hataweza kubeba yeye peke yake, ama sitaweza kubeba mimi peke yangu. Kwa hivyo katika huo udhaifu ninahitaji msaidizi wa kunisaidia. Hebu soma pole pole. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Kadhalika Roho hutusaidia katika udhaifu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Wachana na kiburi, wachana na kuonyesha wewe unajua. Kubali kusaidiwa na Roho wa Mungu. Kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna taratibu za maombi na maandiko yanasema hatujui kuomba itupasavyo. Kwa hivyo kitu haujui ni lazima uombe msaada. Kitu ambayo hauwezi ni lazima uombe msaada. Maana usipoomba msaada hautaweza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Wakati tunapohusisha Roho, yeye mwenyewe anatuombea. Kwa hiyo wakati unapohusisha Roho katika kuomba kwako, unapohusisha Roho wa Mungu katika maisha yako, katika kuomba, yeye naye anakuombea. Na akikuombea, anakuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani anakuombea kumaanisha nini? Umeomba msaada na msaada umekuja, naye akikuja anakuombea. Maana Roho wa Mungu, Roho msaidizi, anajua jinsi ya taratibu ya maombi, anajua jinsi inavyotupasa tuombe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akitusaidia ni kumaanisha kile chochote atakachotusaidia kuomba, yeye ataomba sawasawa na mapenzi ya Baba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mapenzi ya Bwana, niliwaambia mara tena, katika kile jambo kuna taratibu za mbinguni. Kuna mipangilio ya maombi. Kuna vile inavyotupasa tuombe. Na yule anayejua hayo maneno zaidi yetu ni Roho wa Mungu ambaye ni msaidizi wetu. Yesu alipotuma msaidizi hapa duniani wa kutusaidia, ni kumaanisha hao wanahitaji kusaidiwa, wako na udhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi ukatumana na msaada mahali ambapo mtu anajiweza. Bwana Yesu asifiwe. Ama nchi ya Kenya inaweza kutuma usaidizi Marekani. Mkubwa wa nchi amuke aseme napatiana ndege 5 kuelekea Amerika ili wasaidiwe. Ataweza? Na yeye akituma hapa, sisi tumesaidiwa, tutashangilia, tutalala tukiwa na furaha, shangwe na vigelegele, tumepata tumepata usaidizi. Kwa hivyo sisi hatujui kuomba itupasavyo, bali Mungu Yesu mwenyewe akajua, kwa sababu nimeondoka hapa na nilikuwa nawasaidia. Kwa hivyo hao wenyewe wanadamu hawataweza. Kwa hivyo wacha niwatumie backup, niwatumie wa kuwasaidia kutoka mbinguni, ambaye ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni lazima unapotumiwa msaidizi, lazima wa kwamba
ujue na umuhusishe. Bwana Yesu asifiwe. Ukitumiwa kikosi, lazima utakiambia, utajua tuko na msaidizi hapa. Kwa hivyo wewe msaidizi, nataka unisaidie mahali kuna shinda mahali fulani. Ila usaidizi unaungana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Unakusaidia. Kwa hiyo Roho wa Mungu ndio kazi yake. Na unaposongea mbele za Bwana, unapoomba, kwanza mwambie akusaidie. Usiende kutamka maneno wewe peke yako. Kwanza, step ya kwanza ni kuhusisha msaidizi. Na unainua mikono unamwambia, mimi siwezi, bali ninaomba ukanisaidie. Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi wetu, unamwambia nisaidie. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko yanasema anatusaidia na anatuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Wakati unapopatia Roho Mtakatifu nafasi ya kukusaidia, yeye mwenyewe anafanya kazi. Yeye mwenyewe anakusaidia na anakuombea hata zaidi ya vile uwezavyo, ama zaidi ya vile ujuavyo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu gani? Yeye ako na uwezo, yeye ako na hiyo nguvu ya kujua zaidi yako. Yeye ako na nguvu ya kujua ni nini kinachohitajika katika haya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Anajua taratibu zote. Maana msaidizi hawezi akatumwa msaidizi ambaye hajui mambo hayo yanayohitajika. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anajua kila kitu. Kwa hivyo anapokusaidia, anachukua control kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Sasa yani anaenda mbioni na kile unachokichua, maana umempatia nafasi akusaidie. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo. Yeye anayechunguza mioyo, Roho wa Mungu ako na uwezo wa kuchunguza moyo wako. Anajua hayo maombi unayoomba ni maombi ya vita, ni maombi yanayotoka ndani ya moyo, ama ni maombi ambayo ni ya mdomo tu. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo unasikia askofu akisema, ombeni maombi yanayotoka ndani ya mioyo. Hayo ndio maombi yanakuwa na impact. Maana Roho anapochunguza mioyo yetu, anajua haya maombi kweli huyu mtu amefinyiliwa kutoka ndani ya moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anachunguza mpaka moyo, anapeleleza moyo wako, anajua ni nini. Kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Anawaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna vile Mungu anataka tuombe, naye Roho wa Mungu anatuombea kama atakavyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu akituombea, akitusaidia, yeye atatuombea ipasavyo na atatuombea kama atakavyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukiomba au ya ushiza Roho, hauwezi ukaomba vile Mungu anavyotaka. Ama kuna unaweza ukaomba peke yako vile Mungu atakavyo? Hapana. Maandiko yanasema Roho
Mtakatifu anatusaidia na kutuombea kama atakavyo Mungu. Maana huyu ametoka kwa Mungu, maana anajua jinsi Mungu anavyotaka, anajua Mungu vile anavyotaka tuombe. Kwa hivyo ukiomba ukiwa na roho wa Mungu, ukimpatia nafasi, utaomba, atakusaidia kuomba kama atakavyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaomba tusise roho wa Mungu katika kuomba. Tupatie roho wa Mungu nafasi. Tuache na ungwana. Tuache na heshima za hapa duniani, taratibu za dunia. Tupatie roho wa Mungu nafasi. Roho wa Mungu akikujalia, akikwambia piga magoti, sio kusema mimi nimevaa suti. Sisi kuna taratibu za maombi ya kwetu. Sisi kuna vile hatuwezi tukaomba. Sisi tuko na metaratara. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na hiyo metaratara, wewe utakaa na metaratara yako. Bwana Yesu asifiwe. Roho naye aingii kwa wangwana. Yaani wewe ni mungwana kupita wangwana. Mtu analilia nini? Napaswa kuomba pole pole. Napaswa kuomba hivi na hivi. Sisi dini yetu inafanya hivi. Sisi dini yetu wewe mambo ya udini na taratibu za kwenu asiwezi zikakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kile kinachohitajika, hakuna roho ambayo tunakaribisha roho wa kwenu. Ni wewe peke yako unakaribisha roho wa Mungu kwa roho yako na kwa maisha yako akusaidie. Roho akuji kwa hii nyumba tuseme sasa roho roho anatawala watu. Na vile utajipatiana kwa Mungu, ndivyo roho wa Mungu atachukua nafasi. Sasa kama wewe uko na ungwana, sasa na wewe unifundishe niwe na ungwana, ama inanipaswa mimi nipatie roho wa Mungu nafasi katika kuomba kwangu. Unajua ukipatia roho wa Mungu katika kuomba kwako, wewe ungwana wako unaweka kando. Maana uwezi ukaomba usaidizi na ilhali unajua. Kama unajua taratibu vile Bwana anavyotaka, vile inapaswa kuomba, wewe lazima uinue mikono useme mimi siwezi, ninaomba roho wa Mungu unisaidie kwa kuomba kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Katika kuomba, inua mikono mbele za Bwana, mulilie Bwana, usisha roho wa Mungu akusaidie. Maana yeye ndiye anayejua jinsi Baba anavyotaka. Yeye anajua Baba anataka tuombe namna gani. Kwa hiyo sasa wewe utasimama na ungwana. Huo ungwana wako ndivyo Baba anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwetu uwezi ukapiga magoti. Kwetu uwezi ukaomba kwa sauti. Kwetu mnanyamaza, mnaombewa na mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Je, mtu anaweza akamwaga moyo wa mtu mwingine? Ana alipoenda mbele za Bwana, alimwaga moyo wake mbele za Bwana. Kuhani akamwambia nini? Enda Bwana akutane na haya ya moyo wako. Kwa hivyo unaweza ukafundisha mtu kuomba. Unaweza ukafundisha mtu neno la Bwana, lakini na unafundisha jinsi ya kumwaga moyo wake mbele za Bwana, lakini hauwezi ukamwaga moyo wake
mbele za Bwana. Inabidi yeye mwenyewe akubali, ainue mikono, aombe usaidizi. Bwana Yesu asifiwe. Kama unashama, usipoitana, tutasema unajua kuogelea. Ama wakati mtu wakati mtu anaogelea na maji yamezidi, aanze kusama, asipopiga kelele, utajua huyo mtu anasama. Utasema huyu ni master, ni wale wa kuingia ndani, kumbe anaingia ndani akikufa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anapoinua mikono na kuitana, wasaidizi watakuja. Kwa hiyo usaidizi ni kitu ambacho hatuna, ni kitu ambacho hatujui. Tunaomba usaidizi. Bwana Yesu asifiwe. Na ni lazima ukubali, Roho wa Mungu ndiye anayejua kuomba ipasavyo, ndiye anayejua mapenzi ya Baba, ndiye anayejua Baba anataka tuombe namna gani. Yeye peke yake ndiye anayejua, sisi hatujui, lakini anatusaidia katika udhaifu wetu. Na hiyo mtu akiwa na udhaifu na akijaribu kufanya mambo, akiomba usaidizi, anaonesha nia njema ya kufanya hiyo kitu, lakini hawezi. Kwa hivyo yule wa kumsaidia atakuwa na moyo wa kumsaidia, maana anahitaji usaidizi na anakiri ninahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni lazima tukiri, ni lazima tuamini, ni lazima tunapoingia mbele za Bwana, wewe wacha kuangalia ni nini umevaa, wewe wacha kuangalia ni nini watu watakavyosema. Angalia Roho wa Mungu, umpatie nafasi akuongoze, naye atakuelekeza ipasavyo. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu aliposhukia siku ya Pentekoste, alipowashukia, walijazwa na Roho wa Mungu, wakaongea kwa lugha. Hata watu waliokuwa nje wakashangaa, wakasikia lugha zote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho anaposhuka, akisukua usukani, kila metaratara inafaragana. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukubali na uwe tayari Roho wa Mungu akuelekeze. Sio akikuelekeza unasema hapana, huyo amevuka mipaka, atolewe nje. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ameomba sana, atolewe nje. Hatutakubali roho kama hizo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu anaposukua usukani, ile taratibu za wanadamu zinakuwa ni upuzi ama inakuwa ni ujinga. Bwana Yesu asifiwe. Maana utaelekeza, utaomba usaidizi na iliali wewe uko na taratibu zako. Unapoomba usaidizi ni kitu uwezi, na kama uwezi, yule anaweza, ndio utakubaliana na vile anavyokuelekeza. Ama ni aje? Tunaposomba usaidizi, yule anayetusaidia anatuelekeza, maana ndiye anayejua. Ama kunaendaje? Bwana Yesu asifiwe. Tukiusiza jeshi ya Marekani hapa kwa vita, sisi mambo mengi hatujui, vifaa vingi hatujui vile vinavyotumika. Hatima wakuja wakuelekeza mambo ya bomu za nuclear, alafu sasa umwambie sasa hiyo bomu ya nuclear iendangi hivyo. Sasa wao hata hauna hiyo, hata ujui inafanya nini. Sasa utakuwa na kierere na umeomba usaidizi. Inawezekana? Utanyamaza uongozo, maana umeomba. Na yeye ndiye anayejua jinsi inavyo stahili kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Soma mstari mwingine. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote.
Sisi tunajua katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Mungu anafanya kazi na wale wampendao. Bwana asifiwe. Zaidi ya yote Mungu anafanya kazi na wale wampendao. Bwana asifiwe. Mungu hafanyi kazi na mtu ambaye ampendi. Lazima upende Mungu kwanza, upende kuongozwa na Roho wa Mungu, basi Mungu afanya kazi na wewe. Bwana asifiwe. Unapoomba usaidizi, lazima ukubaliane na yule umemuomba usaidizi, na umpende, na ujue ni msaada wako, naye atafanya kazi na wewe. Lakini ukileta kierere na kuambia wewe na kierere yako, wachwa ufanye vile unavyotaka, ama kunaendaje? Ukitaka kuongoza mtu naye ako na kierere, si utamwachia nafasi afanye vile anataka? Kwa hivyo tukipenda Mungu, naye atatupenda na atafanya kazi na sisi. Katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Kuwafanyia mema wale walioitwa na kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anafikiria sisi kututendea mema, tukimpatia nafasi, tukikubaliana na yeye, anatufanyia mema wale walioitwa kwa jina lake. Wale wameitanishwa na Mungu, Mungu atawafanyia mema. Wale wameitanishwa kwa jina lake, atawafanyia mema. Kwa hivyo lazima tuhusishe Roho wa Mungu na tumpende, tufanye kazi naye, naye Mungu atatutendea mema, maana tumeitanishwa kwa jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Naye atatutendea mema. Maliza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Psalms 139, tumishi wa Mungu 139. Tusome kitabu kingine, Psalms 139 mstari wa kwanza na wa pili. Bwana, umenichunguza na kunijua. Bwana, umenichunguza na kunijua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu anakuchunguza na anakujua. Si ndiye muumba wako? Bwana Yesu asifiwe. Kitu ambayo umeumba, si unajua kila kitu? Kuna kitu kinaweza kujificha kwa yule mtu ametengeneza hii mixer, maana anaijua, maana ni yeye ameunda. Bwana Yesu asifiwe. Anajua hata ikiharibika, anajua kila kitu ambaye kiko sawa. Kwa hiyo anajua kuisunguza, na anajua hii nikiweka hii na hii itakuwa sawa. Hii mahali imefika haiwezi ikawa sawa, maana ni yeye amefanya nini? Ameiunda. Kwa hiyo Mungu aliyekuumba, hakuna kitu unaweza kuwa nacho ajui, maana anajua mahali vitu vinawekwa kwa siri. Kwa nyumba yako, ile room unaunda, hata ikiwa nyumba ya room moja, si unajua ile imetengenezwa inaitwa strong room ama ni strong ama inaitwa aje? Ile yani imeundwa kwa utaalamu wa hali ya juu. Najua hii hata mbomu ikigonga hii haiwezi kabomoka. Si ni wewe unajua? Sasa ukikimbia ukijificha hapo, si unajua mtu akikimbia katika hii nyumba, ile room ambayo iko strong anaweza kujificha ni ile. Kwa hiyo katika moyo wako Mungu anajua kitu chochote unaweza weka, hata ya siri anajua kinawekwa wapi. Sasa hakuna kitu kwa Mungu ambaye ni kitu ambaye unaweza kuficha ama uweke kwa siri. Hakuna siri mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu anasema, ni wewe unayejua moyo wangu.
Wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Wewe unajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Yaani Mungu anajua kila kitu. Hata unapoketi, hata unapoondoka, lolote unalolifanya Mungu anajua. Hakuna kitu unafanya bahati mbaya. Hakuna kitu unafanya ati ishtue mbingu. Ai, waseme ni aje? Ai. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hakuna kitu unaweza mwanadamu akafanya ababaishe Mungu. Vile mtu anavyofanya mambo, watu wanastuka. Mbingu haiwezi ikastuka. Sasa inastuka ni nini na nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umelifahamu wazo langu tokea mbali. Unalifahamu wazo langu tokea mbali. Yaani Mungu analifahamu wazo lako. Hata kabla haufanye analifahamu toka mbali. Yaani kabla ufike amejua. Analifahamu toka mbali. Najua hii iko hivi na hivi. Bwana Yesu asifiwe. Verse 3. Achia hapa. Hebu soma hiyo 3. Umepepeta kuenda kwangu na kulala kwangu. Umeelewa njia zangu zote. Mungu anaelewa njia zako zote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndiposa unapaswa kuamini Mungu popote pale ulipo. Hata ukiondoka, uondoke kwa macho ya mchungaji wako ama washirika wa kanisa lenu. Unapaswa kujua Mungu anakujua na Mungu anakufahamu. Na lolote ulitendalo na kokote uendako, Mungu anajua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa watu wanaondoka mahali wanakaa, wanaenda wanafanya vituko vya hali ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Na inakuwa ni unafiki mkubwa. Maana ukifanya sasa wewe unafikiria hauna Mungu. Mungu afahamu unavyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anajua kila kitu. Anakufahamu. Ni lazima umwamini. Na popote utakapokwenda ujue uko na Mungu. Naye Mungu anakuona na anasungusa moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Kabla hujaandikwa na wanadamu, Mungu anakujua. Siku hizi mambo imekuwa sawa. Ukienda kwa siri unakuta mambo yako yanawekwa wazi, tunayaona hapo tu. Bala maandiko yanasema yaliyofanywa gizani Mungu atayaweka peupe. Hata sasa wanadamu hata wenyewe wameanza kujiweka peupe. Wale Yesu asifiwe. Ndipo unaona vituko katika mitandao. Mtu alikuwa anafanya mambo ya siri, dunia yote inajua huyu ni wazimu. Wale Yesu asifiwe. Na mambo inakuwa vizuri. Maana wewe ukatumikia miungu miwili, uko kwa kanisa na bado wewe ni muasi. Jina ni mwokovu lakini matendo ni maovu. Lazima utawekwa peupe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana wewe ukanjichanganya. Kama ni kutumikia mambo ya dunia, tumikia. Kama ni kumgeukia Mungu, geukia Mungu na ubadilike. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu atapokea sifa akiwa mbinguni. Kwa hivyo Mungu wa amani wabariki na watende mema. Kama hujaokoka, kubali Bwana Yesu akuongoze. Kubali Bwana Yesu akufundishe. Amini Bwana Yesu kwa jambo lolote unalolifanya. Katika kila jambo, inua mikono yako uambie Bwana, ni wewe ninayekuhitaji, unisaidie. Ulikuwa umetenda dhambi, Bwana anataka kukusamehe. Bwana anakuhurumia. Na lako tu ni waamini na uinue mikono useme, nimetenda dhambi, nimefanya hivi na hivi, Bwana ninaomba unisamehe. Nimeomba Bwana unisamehe. Vute jina langu katika kitabu cha mauti, andike jina langu katika kitabu cha uzima. Kwanza ni lazima ukubali yale ulikuwa unatenda. Mungu anakujua. Yakiwekwa peupe itakuwa namna gani? Kwa hivyo kubali Bwana Yesu akusamehe.
naye Bwana atakusamehe na atakufanya kiumbe kipya. Kwa hivyo rudia iombi nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, ninakupenda. Mimi ni mwenye dhambi. Nimetenda yasiyofaa na kutengana na wewe. Bwana, ninaomba msamaha. Unisamehe. Wanivute jina langu katika kitabu za mauti. Waandike jina langu katika kitabu za uzima. Nimekataa shetani na nimekukubali Yesu uwe Mwokozi na mkombozi wa maisha yangu. Kutoka leo Yesu unielekeze, nifanye mtu wa jinsi upendavyo niwe, na nikupitia jina la Yesu ninaomba kushukuru na kuamini. Amen, amen. Kama wewe ni mgonjwa, amini Bwana Yesu, Bwana akuponye. Mimi Bwana Yesu akuokoe. Ulikuwa na mahitaji, mimi Bwana Yesu akuweke huru, naye Bwana atakushindania na ataweza kukuweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Na kama ulikuwa ukijiongoza wewe mwenyewe katika kuomba kwako, omba Roho wa Mungu akuelekeze. Wacha tuombe. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu ninakushukuru, ninasema ni asante kwa neno lako ambalo liko na nguvu na liko na uhai, ilikali kuliko upanga ukatae kuwili. Ninakushukuru kwa hiyo neno lako Bwana, ambaye Baba umetufundisha kuhusu hatujui kuomba ipasavyo. Katika udhaifu wetu, Roho wako anatusaidia katika kuomba kwetu na katika kuugua kusikoweza kutamkika. Ndiposa Baba ninakuomba Mungu katusaidie, Mungu katuonekanie, naso sifa zote zikurudie ukiwa mbinguni. Utuelekeze Bwana, Roho wako atufundishe, Roho wako akatuombee kwa kuugua kusikoweza kutamkika, maana Roho wako ndiye anayejua Baba jinsi unavyotaka tuweze kuomba Bwana. Ninaomba kwa ajili ya msikilizaji Bwana na aliye nyumba hii, aliye mgonjwa Bwana, ninatangaza uponyaji. Ninatangaza uponyaji Bwana. Ulitangaza utuambia kwamba kupitia mapigo yako tumepona. Nami ninakiri mtumishi wako, watoto wako ni wazima. Ninatangaza uponyaji wa kimwili, ninatangaza uponyaji wa kiroho. Bwana ukawaponye watoto wako, Bwana ukawaweke huru katika jina la Yesu. Kila roho ya udhaifu, kila roho ya adui ninaikatalia mbali katika jina la Yesu. Kila roho ya uovu ninaikatalia mbali katika jina la Yesu. Ninatangaza uponyaji, ninatangaza kuwekwa huru. Bwana ukatuweke huru, Bwana ukatuweke huru katika jina la Yesu. Ninanena uponyaji wa kimwili, ninanena uponyaji wa kiroho, ninanena uponyaji wa kila aina katika jina la Yesu. Kila roho mchafu aliyekalia watoto wa Mungu, ninatangaza kufunguliwa kwao katika jina la Yesu. Baba ni asante, maana wako wazima na wako huru kweli kweli, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba kushukuru pamoja na kuamini. Amen. Amen. Mungu wa amani wabariki, awatende mema. Karibuni katika ibada ya pili, itakuwa live saa 6:30. Mungu wa amani awabariki. Amen.